wale waislamu wakiwa ni wanaume, wakiwa ni wanawake, unaotoka katika Uislamu kuudhalilisha Uislamu. Mnaudhalilisha Uislamu kwa njia mbili. Njia ya kwanza, kaka Mungu akufungulie kila la kheri. Kina mama inshallah zawadi yenu tunayo. Kwa hiyo subirini, kaeni pale mkinisikiliza. Kuna njia mbili inayosababisha sisi kama Waislamu wa kitongoji hiki tunakuwa tunaudhalilisha Uislamu. La kwanza, tunaudhalilisha Uislamu kwa kule kufikiwa na jambo la matatizo katika miili yetu, katika maisha yetu, katika shughuli zetu, alafu tunakimbilia kwenye machumba ya maombi. Wale kule kwenye machumba ya maombi wasiokuwa Waislamu wakuone wewe Muislamu unaenda kutafuta utatuzi wa maisha yako ndani ya Ukristo, unakuwa unawafundisha nini wale juu ya Uislamu? Unakuwa unawaingiza imani ya kujua kama dini ya Kiislamu ni dini ambayo si ya Mungu, haifai na haiwezi kuwa sababu ya kumkomboa mwanadamu katika matatizo. Ukishamuingiza hicho kitu hicho, lini utamuendea kumwambia Uislamu ndio dini pekee ya Mungu? Lini Mkristo huyu utamuendea kwamba Mtume Muhammad ndiye bwana wa manabii wote? Lini utamuendea kwamba Allah mwenye Qur'ani aliyemtuma Muhammad ni Mungu wa kweli? Na hali ya kuwa wewe umekwisha onesha picha kwamba dini ya Kiislamu haiwezi kuwa sababu ya wewe kufanikisha na kutengeneza maisha yako, kwa sababu unaenda kutafuta utatuzi wa maisha yako kule, na hicho inakuwa ni moja ya sababu ya kuudhalilisha Uislamu. Lakini Mungu anakuambia mwenye kutukanisha dini yake, kudhalilisha dini yake, subiri mapambano ya wewe na Allah. Hilo ni la kwanza. La pili, tayari wewe unakuwa unaonesha kabisa, watakapokuona huko unakuwa tayari unaonesha kama Ukristo ndio dini pekee inayoweza kutatua matatizo ya mtu. Kwa sababu ukisha waendea tayari wanajiambia kama Ukristo, Yesu Kristo wa Nazareti ndio Mungu wa kuokoa binadamu katika matatizo. Si unamfuata? Kwa nini umfuati Muhammad? Si unamfuata Yesu? Ina maana Yesu ndiye Mungu mwenye umejua we Muislamu kama anaweza kukusaidia kukuondoa kwenye matatizo. Hayo mambo mawili yanatokea sababu ya kichwa chako wewe kuandikiwa siku ya Kiyama kwamba huyu amedhalilisha dini ya Allah. Umemdhalilisha Allah moja kwa moja, unamdhalilisha Bwana Mtume Muhammad, unakuwa umeidhalilisha Qur'an. Na hayo yanapokuwa yanatokea, faqad kharaja min al-Islam, Mtume anasema tayari huyu anakuwa anatoka nje ya Uislamu. Allah atakutizama na jicho gani? Siku ya Kiyama utasemaje mbele ya Allah? Na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anasema wanunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Mungu amejalia Qur'ani kwa ndio tiba kamili kwa ajili ya binadamu, kwa ajili ya waaminifu. Ni Qur'an, kinachotakiwa ni kujua matumizi yake ni nini. Utafanya nini kwa Qur'an iwe tatizo, iwe ufunguzi wa tatizo, ifunguzi wa shida ulizokuwa nazo. Utatumiaje Qur'an? Ndio pale inataka ufundishwe. Likulli shay'in tariqun wa tariqul jannati ilmu. Kila kitu kina njia yake, na njia ya kuokoka we Muislamu, na njia ya kubahatika kheri kwa Allah, njia ya wewe kuingia peponi ni elimu ya Kiislamu. Soma, tafuta uongozi, tafuta elimu ya Kiislamu, uoneshwe nini utafanya, utatumia Qur'ani vipi ili iwe utatuzi wa maisha yako. Sio wewe uzalilishe Qur'ani kwa njia hii. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fi din. Atakayebahatika kupata elimu ya Kiislamu, huyu atakuwa amepata khairi kubwa mno. Itakuwaje wewe uko Muislamu, umeisha bahatika Uislamu, khairi kubwa, neema kubwa kama hiyo, uiache eti unaenda kutafuta utatuzi kwa watu waliopotea? Sasa sikiliza ndugu yangu Muislamu, dini yetu ndio dini pekee ya utatuzi wa maisha ya mwanadamu mbele ya Allah, kwa uokovu wake wa baada ya kufa na uzinduzi wa maisha yake hapa duniani. Kwa sababu dini ya Kiislamu ni dini ambayo haina shaka. Ibada yote tunayokuwa tunaifanya sisi Waislamu, ibada yoyote, ushahidi upo kwenye Taurati, kwenye Zaburi, kwenye Injili kwamba ni ibada iliyokuwa sahihi. Mfano tu, ndugu zetu wanafisha
sisi tunafisha. Tizama utaratibu wa mazishi yao na utaratibu wa mazishi yetu sisi Waislamu, kwa kwenda chini ya mwongozo wa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema hivi, maiti wa Kiislamu anapokuwa imetokea msiba katika jamii, Muislamu anakufa. Ikiwa Muislamu anakufa, Mtume ametufundisha atendewe mambo ngapi? Mambo 4. Ya kwanza, aoshwe. Akishaoshwa sasa, avikwe sanda, asaliwe, wampeleke mazishini, aende azikwe. Ni mambo 8 aliyotufundisha Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ili upate kugundua alichokisema Mtume Muhammad kiko sahihi, kimetendeka katika umma wa kabla ya Mtume Muhammad. Mtume alisema maiti aoshwe. Usiendi kumzika tu, kwanza maiti ioshwe. 9:36 mpaka 41 Matendo ya Mitume. Hapo Mtume ajaja. Tayari kwenye Injili ilikuwa na itikadi hiyo. Maiti amekufa, walimchukua wakamtia orofani, wakamuosha kabla ya kumzika. Na ndicho alichotufundisha Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kumbe alichokisema Mtume kilikuwepo kwenye umma zilizotangulia. Cha pili, avikwe sanda. 5:5-6 Matendo ya Mitume. Maiti amepatikana, kafa mtu zama za kabla ya Mtume Muhammad. Kwenye Injili walimvika sanda, na ndio mila tuliokuwa nayo sisi Waislamu. Maiti wetu hatumpeleki baada ya kumuosha bila kumvika sanda, haiwezekani. Kinyume chake, ndugu zetu wao hawaviki sanda, wanampiga suti. Mbona mnasema suti? Kwetu tunasema koti au veste. Wanampiga veste eti aende anapendeza. Wanamtia suruali nzuri, wanampiga sentire. Sentire huko mnasema mkaba. Mkaba mkanda. Kwenu mnasema mkanda. Inawezekana na viatu wanamvika. Sasa hivi mnavipotezea nini? Na hali ya kuwa kuna watoto wake wanaweza wakabivaa, lakini hawajui, hawana mwongozo wa kuongoza hiki akifai, kinachofaa ndio hiki. Hawajui. Tunachojua ni sisi, wanaojua ni sisi, kwa sababu tumebahatika kwenda chini ya himaya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Avikwe sanda, na amevikwa sanda. 5:5 mpaka 6 Matendo ya Mitume, kama alivyosema kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kufuata, asaliwe. Mika aliwasalia manabii wenzake na waliokufa watu wa kheri kabla Mtume Muhammad hajafika. Mika 7:18 mpaka 20. Sio hilo tu, Nyakati wa Pili 36 kuanzia mstari wa 6 na kushuka, waliokuwa tayari wamekufa walisaliwa, waliombewa, alafu wakenda kuzikwa. Sasa twende kwenye mazishi. Utaratibu wa Kiislamu, wanaume ndio wanachukua jeneza wanampeleka. Wanaume wanachukua jeneza wanampeleka. Kwa nini iwe ni wanaume wanampeleka? Kwa sababu gani? Kwa sababu wanaume kwanza ni wenye nguvu. Ukisoma Mithali 20 inakwambia kama asili ya mwanaume ni kwa sababu ya nguvu zake. Ndio maana wao ni wenye nguvu, wenye roho ngumu, ndio maana wanampeleka. Wanawake roho yao laini. Inawezekana wataenda wanalia, inakutilia na wewe huruma, unajikuta hata nguvu huzitumii, naona kwa mzembe, nani atapeleka maiti? Kwa hiyo tumetumiwa sisi wanaume tupeleke. Alafu la ajabu, ukisoma 12:10 Zakaria mpaka 14. 14:10 mpaka 12 Zakaria inasema katika ibada watu watengane, wanaume ngambo yao na wanawake ngambo yao. Ndio maana sisi tunatengana katika mazishi, wanaume ngambo yao, wanawake ngambo yao. Wanaume tunachukua jeneza tunaipeleka. Yalikuwepo kabla hata Mtume Muhammad hajafika. Utaratibu wa kuzika, Allahu Akbar. Utaratibu wa kuzika. Waislamu wanapokuwa wanazika, wanachimba kaburi, alafu kuna kasehemu tunakaita mwanandani. 15:45-47 Mariko.
chimbeni kaburi lakini pawepo mwana ndani. Na sisi tunachimba kaburi, tunatia mwana ndani, kama tulivyofundishwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ole wako upate mkosi ufe ambako Waislamu hawako, uzikwe na wasiokuwa Waislamu, unapelekwa kama mnyama. Ndio sababu inatakiwa tudumu na Uislamu wetu, tudumu na dini yetu, ili tufe katika Uislamu wetu. Ukibahatika kufa katika Uislamu wako, wallahi utazikwa kwa utaratibu wa kimungu. Kama Mungu alivyopanga, ndivyo wewe utakavyokuwa unapangiwa na ukazikwa katika hali kama hiyo. Inawezekana utaratibu huo kwa kutumika ikawa sababu ya wewe kusamehewa madhambi. Tudumu katika dini yetu. Kwa hiyo usitafuti utatuzi wa maisha yako kwa kwenda kuushirikina, ukajikuta unakufa umelaumika na Allah. Kuna wengine wanasali hapa waishaga toka katika Uislamu na wao hawajijui. Wanajua tu kama ni Waislamu, ni Waislamu, kumbe wameishatoka zamani. Sasa mengi nitakayoongelea, tutatatua matatizo yetu vipi? Kupitia matibabu, kupitia Qur'ani yetu na kupitia miti. Na kesho tutakuwa na dua rasmi, na insha Allah kwa mama, kwa kina baba, nyote kwa uwezo wa Allah, na waomba kesho mkija kwenye dua, njooni na maji. Kila mtu aje na maji kwenye chupa lake, maji mazuri kabisa, hasa maji ambayo sijui mnaita aje huku, haya maji masafi, maji safi. Kila mtu aje nayo kwenye chupa lake. Mtaona tutakachokifanya kesho inshallah, kwa muongozo wa dini yetu, kwa muongozo wa kitabu chetu, kwa muongozo wa kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unatoka nyumbani unakuwa unatia manuizi ya shida ulizokuwa nazo, unafika hapa kwenye dua na unaenda ufike na yale manuizi yako haijakupotea. Alafu dua tutakayoiomba iendane sawa na kile ulichokuwa umenuia katika matatizo yanayokukabili. Na insha Allah kuna kile ambacho tutakachokitoa ili iwe sababu ya wewe kukitumia. Wanaume tunayo mengi, lakini 80%, 80% ya matatizo inayowakabili wanaume mimi najua. Na ninaposema mimi najua, tayari na nyinyi mmeshajua kama mimi najua. Na ninajua na nyinyi mnajua hiyo matatizo ni matatizo gani. Sasa insha Allah tutaenda kuitengeneza. Tuseme insha Allah. Kwa sababu nimekuja na zawadi kutoka Kongo, nitataka tuitolee kesho pale insha Allah. Wazee wengine walikuwa wanasema uitoe hata leo, uitoe leo. Tunataka kwa wingi wa watu ndio tuitoe pale na tuoneshe ushahidi. Na wewe utakapokwenda kuitumia, inawezekana ukaleta ushahidi kesho. Ila inataka rijali, kwa sababu utakapoitumia uone vitu gani vitakavyokutoka. Waislamu tunapata matatizo, hasa wanaume. Vitu vingi vimetukabili mpaka wake zetu tunawashindwa. Kwa sababu gani? Tunakuwa madhaifu katika njia kama hiyo. Sasa ninashindwa kuzungumza kwa sababu wengine wanasema ni izungumziwe kwa hikima. Tuna wazee wetu hapa, baba zetu waliotuzaa. Niko nashindwa kuongelea kwa hikima kwa sababu ya ubovu wa Kiswahili changu. Kwa hiyo vingine nitakuwa niseme tu wazi kwa sababu Kiswahili mimi sikijui. Kwa hiyo wazee mtanisamee, msiseme kama kijana huyu mkosefu wa adabu. Udhaifu wa kiume huwa imetukabili sana Waislamu. Kwa lugha hiyo wazee mtanisamee. Sijui nitengeneze nini kwa Kiswahili kazuri hapa ka hikima. Naeleweka udhaifu wa kiume umetukabili. Lakini insha Allah maadamu kwetu huko miti tunaifahamu, ili jambo huwa tuishaga lifanzia kazi. Na sio hilo tu, hakuna nafasi kuna wachawi wengi duniani kama Kongo. Wingi wa miti inasababisha wachawi wanakuwa wengi. Na wingi wa miti inasababisha vile watu wamekwisha gundua nini itaweza kuvunja uchawi huo. Tuishakuwa na hatua. Ila ni bahati mbaya na ni mkosi katika mikosi kaona kuna Waislamu waishaingia katika ulimwengu wa kichawi. Mmetudhalilishia dini. Kwa nini wewe Muislamu unaenda kuwa mchawi? Kwa nini Waislamu? Kuna Waislamu wengine ni wachawi. Kuna Waislamu wengine hata kwa akina mama ni wachawi. Kwa nini wewe Muislamu unakubali kuwa mchawi?
Waachie wasiokuwa Uislamu ndio waishage ingia kwenye ulimwengu wa uchawi. Wao ndio wanatakiwa wawe wachawi, hapana wewe Muislamu. Sasa kwa jambo hili la uvunjaji wa uchawi, basi kesho tuje pale, na inshallah tutakuwa siku 3-4 hapa. Inawezekana nguvu za kichawi kwa uwezo wa Allah tutavunja. Tuseme inshallah, kwa sababu hakuna nusura nyingine tutafanya zaidi ya kumkimbilia Allah. Na Mungu alituumbia miti ili tuitumie kwa njia halali, sio kwa njia ya haramu. Na ndio maana hata kwenye Biblia ukisoma 22:2 inasema Mungu ameumba miti kwa msaada wa watu wa mataifa. Ezekiel 47:12 Mungu ameumba miti kwa msaada wa tiba kwa watu wa mataifa. Miti tunaruhusiwa katika dini ya Kiislamu tuitumie kwa maslahi yetu ya matibabu, lakini kwa njia ya halali, hapana kwa njia ya haramu. Ukishaipeleka kwa njia ya haramu, moja kwa moja unakuwa unaingia kwenye ushirikina, na ukishaingia kwenye ushirikina utajikuta umetoka nje ya Uislamu, na siku ya kiyama subiri matatizo mbele ya Allah. Lakini miti utaitumia na matukio yake utaiona, lakini inataka roho ngumu, kwa sababu itatoa takataka yote ya uchafu inayokusababishia mpaka udhaifu ule uwe. Wakati mwingine unataka kwenda kuingia, unapofika tu sehemu ile mzee analala. Ni tatizo. Usisemi kama wewe ni mzima. Na kuna wengine wanaingia lakini inaishia njiani. Mtanisamehe kwa lugha hiyo, mimi ni Mswahili wa kuogoteza. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kuna wengine kweli wanaingia lakini hawafikishi safari. Naeleweka eh? Na kuna wengine kabisa wanashindwa kuingia. Hilo ni tatizo, na mojawapo ya tatizo hilo, kuna vitu vinavyoziba, vinavyochukua mishipa ya uume kukosa kufonksione gisi inafaa. Na vile vitu lazima tuvitoe. Kwetu maradhi hayo, kwetu tunaita maradhi ya mshipa, kwenu mnaita tezi dume. Na hili inatumika kwa wanaume na inatumika kwa wanawake. Kuna wake wengine wanashindwa kuzaa kwa sababu ya tezi dume, na wao sijui wanaitaga aje ikiwa kungambo ya mwanamke. Kuna vingine vinashindwa kuendelea katika afya ya mwanamke kwa sababu ya tatizo kama hilo. Kwa hiyo tutafanya kazi kama hii kwa ajili ya wanaume na kwa ajili ya wanawake. Vile vile insha Allah kwa wale ambao wana maradhi inayotokana na uchawi, kwa sababu wachawi hawalali, basi inawezekana na sisi wengi wetu hatuwezi tukalala. Maadamu kama hayo yanatokana na uchawi, na sisi insha Allah tutatumia njia mubadala ya kuweza kuvunja nguvu ya kichawi katika mwili wako kwa njia iliyokuwa sahihi. Tutatumia ili wewe tuvunje nguvu ya kichawi. Inawezekana akaathirika hata yule ambaye amegusa mkono wake katika kufanya uchawi huo kwa kukudhuru wewe. Ndio maana nimesema wachawi kwa ajili ya Allah tuache, tusije kuathirika baadaye mkasema huyu jamaa amekuja kwa ajili ya kutudhuru. Tuache mapema, kwa sababu inawezekana Allah mwenye uwezo akaamua ikakurudilia kinyume na gisi ulivyotarajia wewe mwenye kufanya mambo ya kichawi. Tuache kurogana ndugu zangu, tumrudilie Allah, tumrudilie Mungu. Uchawi ni haramu katika dini ya Kiislamu, imepigwa marufuku uchawi. Tuache, wakiwa ni wa mama, wakiwa ni wa baba. Tuache uchawi, unakwenda kwa wale washirikina, sio sisi Waislamu. Tutakuwa tumedhalilisha dini yetu.